Basi tunakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Bwana mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Unilisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Tungeomba ushuhuda wa jamaa. Ushuhuda. Ndio. Benu miwechi ni omolonge ono aimanano i familia ya ono mbaka wa welwa to soma maisha ono mwana maalama pamoja na vyake vivochi vyose shieta eleo ile nibwe nilemukanya mwalo ose ule ano ishika miolo yabo nicho shirikiana na familia eno ya shikwa na mwana ushigele na byamanga bitumia ombe niwechi ni omolonge eso tango soma maisha no matwa shibe ni kambola mwisho le totende niwechi longe bo maremu msiba wa familia wa Babungwe Bashinondo nyumba ya Bashi Itolelo. Magonjwa. Mtoto alianza kuumwa tariki 24 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Siku ya pili ilivyofika hapo jana tariki 25 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025 marehemu akatuaga. Marehemu ameishi mwaka mmoja na miezi 5. Marehemu aliitwa kwa majina Elelo Jeremy. Baba wa marehemu anaitwa Jeremy Aonga wa jamaa la Babungwe Bashinondo. Mama wa marehemu aliitwa naye Zawadi Alimasi wa jamaa la Babungwe Bashimboko. Basi sisi hatuna mengi kama familia, tunamtakia marehemu mapumziko mema peponi. Asante. Miwe chilonge shieta nibwe tushilemo nato wele mwalo nibwe inalo babengene itwale echambo zima bwa ono mwana wetu bwa mwisho ingela ya kila mlanga msenge, ingela yoetana kila mto lazima onje mauti. Nde tulemotaki la familia bisambo banduku tatushibe na mpwechi, lakini twakaribisha bashimango chonga nisebya familia hano changana na bile mazingira atoeke male makambi mabocho mae na mpwechi ni gharama. Kwa hiyo tunaona nibwe tuoba hano tukaribisha bashi choto nyatila icho tokoloela makuru niwechi ni omolonge. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Acha nitoe ushuhuda kwa ajili ya kanisa.
baba wa marehemu na mama marehemu ni washiriki wa kanisa la Sinai Pentecost kwa jina maarufu Parable. Walijiunga na kanisa mwaka jana mwezi wa 5, wakajiunga na kanisa, lakini walikuwa ni wadhaifu sana kuhudhuria kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, basi tumejumuika sote kwa ajili ya marehemu aliyetuacha, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasoma kwa ajili ya faraja. Naona niko haraka kwa ajili ya muda, na kufika malaloni ni mbali. Nasoma kwa ajili ya faraja Wathesalonike wa kwanza 4:13 hadi 14. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa ajili ya matumaini. Yohana 11:23-25. Yesu akawaambia ndugu zako, Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka katika wafu siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamwita mwimbishaji karibu kwa wimbo wa kutoa sadaka. Riziki karibu kwa wimbo. Amen. Chile puto, somebody na que ana lluvia la villa. Oh, tatai, somebody na que ana lluvia la villa. Había chile puto, somebody na que ana lluvia la villa. Tatai, había chile puto, somebody na que ana lluvia la villa. Que matata había chile puto, somebody na que ana lluvia la villa. Somebody
Adilani haifai. Nichukua nikaweka kwenye simu lakini Kama wewe ni wa Yesu, ujumuike pamoja na sisi kuimba hata kwa makofi, kwa sababu sote ni watoto wa baba mmoja. Hata ukiwa ni Roman Catholic lakini nyimbo unazijua, imba tu. Sote ni wana wa baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukituangalia eti ele yavo kanisa hicho, sasa nawe kanisa yako niyo hiyo tu, ni Mungu tu, Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sitaki kuponda muda, ningeomba mwalimu, karibu kwa kuombea sadaka. Karibu sadaka. Karibu kuweka sadaka mikononi mwa Bwana. Okay. mwacha ombe pale pale. Tunakushukuru Muumba wa mbingu na nchi na Bwana wa vitu vyote. Tuko mbele zako, Alfa anaye Omega, wa mwanzo na mwisho ni wewe Jehova. Tunainua kikapo cha sadaka katika vitanga vya mikono yako Baba yetu, kwa kuweza kusaidia matanga haya yaliyo mahali hapa. Kwa Yesu tunasema wale wote ambao wamenyosha mikono uwabariki, na wale wengine ambao wamepungukiwa uwabariki, siku nyingine wakutolee. Asante kwa maana utawabariki kama ilivyo mapenzi yako Mungu. Tunaomba ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana wa maisha yetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukiwa mbali, kama unasikia sauti yangu, ningeomba uwe naitika tu. Sote ndo njia yetu hii. Bado nimesimama mbele yenu, labda hata jioni unaweza pata habari yangu eti yule mwenye alikuwa anasimama pale sasa ni marehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Asante sana. Basi sitaki kuwakawiza. Tunaenda na wimbo kukaribisha neno. Karibu mwimbishaji. Tule chakula cha uzima jioni ya leo. Amen. Amen, amen, amen. Chukua maiki.
Okay. Ole batho ba undi ngwa benlonke inda mike. Ashakuwa? Aje. Unamchapa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Bwana vipi hapo? Sasa hata nimkaribishe mchungaji wangu Swedi, karibu kwa maombi ya kukaribisha neno. Karibu. Baba yetu wa mbinguni, watoto wako kwa alasiri ya leo tumekubali kufungua masikio yetu kwa sababu ya kusema kwako nasi. Heshima yako ndiyo tunaohitaji. Neema yako uliyoikusudia alasiri ya leo kama sehemu ya mabadiliko ya nafsi na maisha yetu. Kwa hiyo tunaomba kazi ya msalaba kama sehemu ya kutakaswa kwetu na kufanywa upya. Roho Mtakatifu
aliye kiongozi na mwalimu wetu, akatufundishe sawa sawa na utakavyo, chini ya mamlaka na utawala wa mfalme Yesu Kristo, tuomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi karibu mtumishi kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tayari tumeshaomba kwa ajili ya neno. Mimi sitarudilia tena hapo kwa sababu muda unapenya. Ila nimekwenda kufurahi na kitu kimoja. Naona watu ni wengi. Hapa ni zoni ya 14, au sio? Mumenifurahisha sana sababu kuna sehemu zingine wakisikia kwamba kuna msiba watu wanakimbia. Sasa wao mimi sijui huwa wanawazaje, sababu kifo ni kwa kila mmoja, kifo ni kwa kila familia, kifo ni kwa kila yeyote yule ambaye ameumbika na Mungu. Kwa maana hiyo basi, kwa kifupi, mumenifurahisha na Mungu awabariki sana. Cha pili, neno ambalo tunataka tusikilize si kwa ajili ya mwenzetu ambaye ametuacha. Ni neno kwa ajili yangu mimi mzungumzaji, ni neno kwa ajili yako wewe unayesikiliza. Sasa ninachokuomba tu kwa dakika chache, tumerudilia masaa yamekwenda, lakini kwa dakika chache tu ambao unitege masikio ya kiroho na mwili ili tuende sambamba na tunafungua neno la Mungu katika Waamuzi. Tunaenda kwenye Biblia, Waamuzi sura ile ya 13 mstari wa 15. Neno linasema, Manoa akamwambia huyu malaika wa Bwana na kumuomba, tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jioni ya leo nataka tuzungumzie tu neno fupi, kuandaa. Mambo mengi tunayoandaa katika maisha. Tunaandaa vitu vingi. Ukitembea hapa kambini unaweza kashangaa na pikipiki ninazotembea. Tuna mlolongo wa pikipiki kama vile 10, 12, 20. Hao wamekwenda kuandaa nini? Tayari wameandaa kuzaliwa kwa mtoto, alafu pesa zinatoka, alafu wanajichezea, sijui ni kuambiaje. Yaani waliandaa, yule mama na yule kaka wakawa wameandaa kuzaliwa kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mazingira yetu hapa sio mazuri zaidi. Hata ukitaka kulala unaandaa kwenye kitanda ambacho utakacho kitia mwili wako. Watu wengi wanalala katika vitanda bila hata kutandika. Subiri, utalala juu ya nyoka, utalala juu ya mende. Mende itakuingia katika masikio, alafu utasikia cha mtema kuni. Andaa Bwana mahali pale ulipo pawe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuandaa kuna mambo mengi, lakini ambacho mimi nataka nikuambie kwa jioni ya leo ni kuandaa kifo chako. Hapa tupo kwenye msiba. Unaweza ukajiuliza, mimi nitaandaaje kifo changu? Sikiliza nikwambie. Kuandaa ina maana ujitulize. Jitulize kwa kuishi na majirani. Jitulize, utafute mtu au watu wale ambao utaambatana nao, wale wenye kuelekeza vizuri katika maisha. Mimi nitaenda, lakini na unapoishi tafuta kuwa na maelewano na kila yeyote yule. Bila hivyo utachukiana na wenzio na majirani. Halafu utaona kwamba ukifa wewe siku kesho au kesho kutwa,
masimango ndio itakuwa ya kwako. Watakusimanga. Yule amefariki. Nadhani ni Mungu ndiye amemlaani. Kwa sababu alikuwa ameuzi kijiji chote kuiba samaki, anaiba nguo, anabeba turubali, viungo anapeleka. Hebu fikiria ukiingia kwenye nyumba ya mjane, unampeleka hata blanketi anayojifunika. Huyu mtu atajisikiaje? Vibaya sana, na Mungu atakulaani. Basi katika kuandaa kuna mambo mengi. Fanya jinsi utakavyo, lakini tembea jinsi utakavyo, sawa. Cheza, lewa sawa unavyotaka, lakini ujue kwamba siku moja kifo kitakufikia. Bwana Yesu aturumie sana. Mimi na wewe tukae, lakini kifo bado kinakuja. Kwa maana hiyo inafaa kujiandaa vizuri sana. Basi tumalizie katika kusoma kitabu hiki, Maombolezo sura ile ya 4 na mstari wa 9. Kuna sehemu ukiongeza mwanga, ukishaongeza mwanga, neno linasema heri wale waliouawa kwa upanga kuliko wao waliouawa kwa njaa, maana hao husinyaa wakichomwa kwa kukosa matunda ya mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Neno limesema hivi, heri ufe kwa kisu, kwa upanga, kwa kupiga risasi ufe, hautakawa. Na ukikawa labda utaenda hospitali. Lakini njaa nikomesha. Ukifa kwa njaa utateseka sana. Ndio kisi neno limesema. Utateseka sana, yaani utaanza kukonda. Alafu watu wengine watazani kwamba labda umepatwa makuni cha ukimwi, sasa utakonda sana. Sasa watu watakushangaa, kumbe ni njaa. Utakonda, watu wakizani kwamba labda wewe utumie chakula, lakini umekonda kwa ajili ya njaa. Njaa tunayotaka kuizungumzia hapa, njaa ina aina nyingi, kama 2 hivi. Ukitaka njaa yako imalizike, tumia tonge kubwa kubwa, chakula vizuri, utanenepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usile uchafu, kwa sababu ukila uchafu, subiri, matumbo itavimba na minyoo. Sasa njaa ambayo tunataka tuizungumzie kwa sasa ni njaa ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuona mimi kwa mbali na ninapokutazama, asilimia ya ambao tumekutana nao pamoja na mimi hapa, asilimia ni 30 watu wenye kushiba chakula cha mwili, lakini kile cha roho tunapungukiwa. Na niombe tuwe wengi katika kutumia kile chakula cha roho. Nataka niseme nini? Njaa tunayozungumza ni neno la Mungu. Nalo hili neno la Mungu limekuja kwa watu aina 3. Sikiliza. Kuna watu ambao wanaitwa wapagani. Hili neno linakuja kwa ajili yao. Na sio kila neno la kweli. Yaani kuna neno la uongo na lile la kweli. Ili tunayotaka kulizungumza ni neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia katika kanisa mbalimbali utakuta kwamba wote wanazungumza na wanatoa neno. Lakini mimi nataka nikwambie sio kila neno la kweli. Ili tunalozungumza hapa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kuwa kiongozi na mwokozi wa maisha yako, hili ndilo neno la kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usibaki nyuma bila hili neno. Sasa nimesema kwamba wale wapagani wana njaa, na wale wengine ambao tunaita wafuasi ama waumini ambao bado hawajabatizwa au wana njaa kubwa. Lakini tuna wale ambao wamekubali jina la Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao. Hao tunawaita kuwa wa Kristo. Wao angalau wameshiba neno, yaani wanatembea wakiwa na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na watu hawa hawana matatizo. Kwa neno nzuri tuandae maisha yetu ili siku moja
tutaenda kumuona Bwana Yesu. Haleluya. Ndio. Sijapata program, sijui kuna picha, sijui kuna nini, lakini acha nikaribishe kijiji. Karibu kijiji, karibu. Sina orodha ya vipindi vingine. Asanteni sana. Nashukuru sana kwa kupewa muda huu wa kuongea kidogo, lakini tunaona muda kama umeondoka. Kwa hivyo mimi ndo mwenyekiti wa kijiji hiki cha Asia 10. Neno ambalo natakalo kuongea mara ya kwanza ni kuhusu wanajamii wa kijiji hiki. Kuna sheria fulani ambayo inatoka kwenye kijiji. Sisi kama kijiji kuna watu wengi hawajui kama wana mihili na kama watafariki. Na kila mwenye yana mwili ni lazima ataonja mauti. Biblia inaongea hivyo. Walio wengi sasa hivi hawapo hapa, wenye wako kwenye shughuli zao tu mbalimbali. Kwa hivyo sheria ambayo inatoka hapa kwenye kijiji ni kama hii. Tangu leo mwana kijiji wa kijiji cha Asia 10 akifiwa, shughuli zote tunanyamazisha. Hatutaki kuona mwenye anafanya shughuli. Kama ni duka, funga duka lako. Kama ni nini, kuuza pombe, kuuza biashara, funga. Tafadhali. Kuanzia leo tukikuona wewe ndo unajua kuchuruza, unachuuza siku ya msiba, utaona siku moja na haya yatakufikia na wewe. Nakwambia hivyo. Hiyo ni amri, sio ombi. Hiyo ni amri, sio ombi. Ni amri. Sheria ya pili ni hivi. Wanajamii walilalama sana kuhusu ukongoaji wa chakula, kuhusu misiba. Lakini sisi tuliona ni vizuri kwa sababu jamii ndo kijiji na ndo kila kitu. Mimi ni kiongozi. Kama mimi ni kiongozi, ni mtumishi wenu. Mimi sina lolote. Chochote nitakachokiongea, nitakachokitoa kwangu nitakubali. Lakini mtimize sasa wajibu wenu. Mtimize wajibu wenu ambao mnaniongelea mimi. Mkiniambia ni hivi, nitakubali, lakini mtimize wajibu wenu. Mimi nilisema tunakongoa na chakula kinaibiwa, sawa. Tukasema kila watu kwenye klasi yao wanakongoa vyao, wanachunga kwa klasi yao wenyewe, kamati yao ya klasi. Lakini sasa hivi naona kama mnashindwa tena. Kwa hivyo tena sasa hivi ni hivi. Kila mtu tutakuwa tunakongoa siku ya msiba. Sasa ukikosa unga, ukikosa chakula chochote, ni pesa. Ukikosa chochote, utayarishe ni pesa. Na kama mkikataa hivyo, utaanza tena mwanzo kongoa. Ngao kitokea na kongoa. Kwa sababu hapa watu wengi hawakutoa. Ndenga sasa misiba ikifika kundenga, ama wewe ukifia ndenga itakuwaje? Tuache sasa, kwa sababu ni ndenga tuache. Si ndio hivyo? Sasa hivi tutafanya mpango kama ule wa kila klase kukongoa vyao, na tutafuatilia sasa hizi kijiji, tutasimamia kufuatilia kila klase nani anatoa na nani hatoi. Na kama hautoi, siku ya shida yako utajiju. Ndio hivyo. Siku ya shida yako utajiju. Hatutaki lawama hapa. Nakuja hapa tujuane, sisi wote ni wandugu. Kila mtu anakimbia hapa Tanzania ana matatizo yake. Yeye anajua yeye mwenyewe. Lakini tunafika hapa sisi wote ni wandugu, ni wa Kongo, tunatoka Kongo. Tunafika hapa kujuana, wenye kulikuwa najuana, hapa kushakuwa marafiki, wengine tusaidizane. Tuwe kila kitu kwa usawa. Tuende na kila kitu tufanye kwa ushirikiano. Ndio hivyo. Mimi si msemaji yupo. Asanteni kwa usikivu mwema. Miwechi Miomo. Samahani sana mkutano, mimi nina maneno machache tu kama msemaji wa kijiji. Na nataka niseme kwa ajili ya Made Cluster, ili hapa niliongee kwa sababu limekuwa gumzo kubwa, ni kama vile shida kubwa sana. Nasema kwa ajili ya Made Cluster. Kuna hadithi moja wenzetu wa Bunyakiri wanasemaga atagachanga atagaria. Na wewe the cluster, naomba usikie ambao kuchangia msiba leo. The cluster ambao uko hapa kuchangia msiba leo, naomba unisikie. Kama kwako kukija msiba, kwanza utalipa hii deni. Amini usiamini.
unalipa hii deni, alafu madeklasta wenzio wanakuchangia, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu wanakuja kwako, leta mchango kama deklase, wewe unasema siwezi. Lakini pamoja na hivyo tunakuita kwenye vikao kama deklasta, uji kwenye vikao tuje tuchangamue na changamoto ambazo zilizopo. Wewe hauji, unataka tukwambie nini, ufanye nini sasa kama deklasta? Unakuwa deklasta wa kusemea chini ya nyumba huko, nyuma ya mgongo. Wewe ni kiongozi gani ambao ujitambui? Naomba deklasta ujitambue. Tunaandaa vikao kwa ajili ya kuendeleza kijiji. Unasema kwamba eti siwezi kuja huko, sijui mambo ni mengi sana. Naomba iwe mara ya mwisho na mara ya kwanza. Madeklasta wote ambao kuchangia mnadaiwa huu msiba. Na tutapita kwenu baada ya siku 2 tu, tunaomba huu mchango. La sivyo usije ukalaumu kesho. Mimi nafikiri kiongozi ameshaongea mengi, na huyu mtoto ambaye tumempoteza leo, niwaambie tu kwamba tuna masikitiko makubwa kama vile kijiji, kwa sababu familia au baba na mama wa huyu mtoto ni watu ambao sisi wametupa kipaumbele sana kama kijiji cha Sia 10. Kwa ajili ya nini? Huyu baba wa marehemu ni mwanasanaa wa kijiji, na naona jinsi mnavyoangalia, mnaona jinsi walivyo hapa, na nafikiri baadaye vitu vitakuwa mtandaoni vyote hivi. Ni kwa ajili yake huyu baba, na ndio maana mmeona hata vijana wako wengi na watoto wanashangilia pale, kwa sababu tumempoteza mtoto wa msanii. Kijiji kina masikitiko makubwa kwa sababu mtoto anakufa kabla ya miaka yake, na Biblia inasema ndani ya miaka 70 mtu afe, lakini Mungu anakuongezea miaka 20 mingine. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi ya kuongea, na aga tu kwamba kila kuku ana mlango wake. Kama wewe ni mtu ambaye hujui kanisa, tutakupeleka kama mbwa, shauri yako. Karibu kwenye kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio, familia wanasema walisahau neno. Karibu kwa neno lako familia. Miwechi ni omolunge twaibelela yusu picha. Kwa hiyo tunashikila haraka haraka ushima nine juu ya haraka haraka familia bamwicho bisambo mpaka lwa picha uimona byanya byao uyamanga. Asante. Samahani kidogo, unajua tunakwenda haraka kupitia masaa, si ndio? Wote ambao wameshiriki na sisi, baada ya kutoka malaloni kuna kikombe cha uji hapa, tuje wote tuokote angalau kwa kauji. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kama nilivyoongozwa na familia, acha basi niite familia wawe tayari wasimame kwa ajili ya picha. Familia ya baba wa marehemu. Familia ya baba wa marehemu. Tunaendelea. Jamani, mrefu sana bwana. Marafiki wa baba wa marehemu pamoja na wanasanaa, karibuni. Karibuni, karibuni, karibuni. Marafiki wa mama marehemu wanajiandaa. Kitchen. Udo watoke hapo. Wow. Itikiso hapo. Kitchen. Angalau jamaa hapo. Marafiki wa mama marehemu, marafiki wa mama wa marehemu, marafiki wapo.
Ndio mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Kijiji, karibu kwa picha. Kanisa, jitayarishe kanisa. Haleluya. Kanisa, karibu kwa picha. Karibu kanisa, karibu. Oh, ndiyo imba mambo sawa. Haleluya. Mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Watani wa baba marehemu, watani ndio watani hawapo ndio basi, naona tumefika ukingoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio basi, tumefika ukingoni. Tunataka tumshindikize mtoto ambaye ametuacha, anaitwa marehemu kwa muda huu, kwenye nyumba yake ya milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningeomba karibu dunia kwa kufunga kipindi kwa maombi. Tunakushukuru Muumba wa mbingu na nchi. Ndio. Acha Bwana tuseme asante kwa sababu imekupendeza leo sisi kuwa mahali hapa. Na si makusudi yetu bali ni makusudi yako mwenyewe, kwa sababu ulisema ya kwamba kufa na tutakufa. Ndio. Na ni muda mzuri baba yangu wa kuelekea Malaloni. Tunahitaji ya kwamba Bwana ututangulie tuendako. Amani yako iendelee kutugubika, Roho Mtakatifu atuongoze. Na tunaamini ya kwamba Bwana utakuwa safari yetu nasi tutakufuata nyuma. Kwa Yesu tunaomba. Amen. Amen. Ningeomba tu wakati natabikaga sasa. Unapita kwa mananasi.
Mashuta tu wako nasema kuko zambi ngapi pale na hiyo kali takapozi. Wewe. Zambi kubwa. Baashirisha kwa ndani. Nasema kuko zambi kubwa. Shuta tu nikucheka tu kia kutakana kabora na kakata. Kurusha jaji. Hapo. Hiyo ndio mtandao. Unaangalia iPhone. Hapana unaangalia kaburi iPhone, unaangalia iPhone. Hivyo utamkutangalia kimo kweli. Baba pigana nao. Pigana nao. Tayari. Ukienda mnaambia wazee usinai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, muumba wa mbingu na nchi, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho ni wewe. Tazama Baba, tuko katika eneo la makaburi na tayari kaburi limechimbwa kwa ajili ya kuhifadhi mwili wa marehemu. Ningeomba Baba uwe ni mlinzi wake wewe, utangulie kwa shughuli zote ambazo utakwenda kuzifanya mahali hapa. Ukingo wa Roho Mtakatifu kapate kudumu milele kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Amen Baba, amen. Basi napenda kuendelea. Basi tunakwenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Wakorinto
wa kwanza 15 mstari wa 20. Nasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala.